Marekani sasa ni rasmi wameamua kujitokeza na kujionyesha kwamba wao ndio wanaopigana na Iran baada ya kauli ambazo zimetolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump akisema kwamba wanafahamu vizuri alipo kiongozi wa kule Iran, na anasema wanafahamu eneo ambalo amejificha na anaweza akashambuliwa sana wakati wowote, lakini anasema kwa hivi sasa anabaki kuwa salama zaidi, na lakini ameongeza kwamba yuko salama kwa sasa, huku akisisitiza kwamba hawatamshambulia angalau kwa sasa. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Anasema katika kauli hiyo ambayo ameitoa kupitia mtandao wa Truth Social, Trump ameionya Iran dhidi ya kurusha makombora kwa raia au dhidi ya wanajeshi wa Marekani, akisema hatutaki kuona makombora yakirushwa kwa raia au kwa wanajeshi wa Marekani. Subira yetu itazidi kuisha. Asanteni kwa kulizingatia jambo hili. Ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, akielezea kwamba wanafahamu vizuri alipo Ayatollah Khamenei, kiongozi wa Iran, na kwamba kwa sasa sio shabaha yao kumuua, ila wakitaka kumuua ni saa na wakati wowote wanaweza wakafanya hivyo. Lakini kama itoshi, Trump pia amesisitiza juu ya uwezo wa kijeshi wa anga kwa taifa la Marekani, akisema sasa tunadhibiti kikamilifu anga yote ya Irani, na Irani ilikuwa na vifaa vya kufuatilia anga na mifumo mingine ya ulinzi wa anga, tena mifumo mingi, lakini havilingani hata kidogo na vifaa vya Marekani vilivyotengenezwa kwa ubunifu wa hali ya juu zaidi. Hakuna anayefanya vyema katika idara ya anga kuliko inavyofanya Marekani. Hii ni mikwara pamoja na tambo ambazo zinatolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, na tambo hizi zinakuja ikiwa ni masaa machache yamepita baada ya Iran kufanya mashambulizi tena katika utawala wa Israel kwa kutumia makombora pamoja na drone, ambapo jeshi la Irani lilianzisha wimbi la 10 la mashambulizi kule Israel. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limezindua wimbi la 10 la mashambulizi ya pamoja makombora na droni dhidi ya maeneo ambayo yanakaliwa kimabavu na utawala wa Israel. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba makombora pamoja na droni yalivurumishwa kuelekea maeneo mbalimbali yanayodhibitiwa na utawala wa Israel mchana wa Jumanne. Taarifa za awali zinaonyesha kwamba zilikuwa zimetolewa tahadhari au ving'ola vya tahadhari ambavyo vilisikika katika maeneo mbalimbali ya ardhi ambayo inakaliwa kwa mabavu mara baada ya mashambulizi hayo kufanywa na Israel. Mapema Jumanne ya tarehe 17 mwezi wa 6 iliripotiwa kwamba katika shambulio la awali Iran ilitumia makombora ya masafa ya kati aina ya cruise missile kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita kati ya Israel pamoja na Irani. Shambulizi hilo la awali lililosababisha uharibifu mkubwa lililenga pia taasisi ya sayansi ya Weizmann iliyopo kule Rehovot katika eneo la Palestina ambalo linakaliwa katikati mwa ardhi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, wimbi la 10 la mashambulizi ya Iran limelenga kituo cha jeshi la anga cha Nevatim kilichopo kusini mwa maeneo ambayo yanakaliwa na Israel. Lakini pia ripoti zinaeleza kwamba moshi mzito ulionekana ukifuka kutoka katika maeneo ya karibu na kituo cha nyuklia cha Dimona, hali ambayo imeashiria uwezekano wa uharibifu mkubwa ambao umefanywa na Irani. Lakini tukiwa hapo katika eneo la mapigano kati ya Israel pamoja na Iran, tunaona kauli ambayo imetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ambapo mnafahamu kule nchini Canada yalianza mazungumzo kuanzia tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, mazungumzo ambayo yanalenga kujadili masuala mbalimbali ya kimigogoro, ikiwemo mgogoro wa Urusi pamoja na Ukraine, pamoja na mgogoro unaoendelea hivi sasa kati ya Israel pamoja na Iran, ambapo mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi duniani, mataifa ya G7, wamepuuza wazo la Israel kuivamia Irani kwa makusudi, huku rais wa Marekani bwana Donald Trump akisema yalikuwa ni makosa makubwa sana kuifukuza Urusi katika zile nchi 8 ambazo na uchumi mkubwa zaidi duniani, kwa sababu zamani mnafahamu ilikuwa ni G8 na hivi sasa inafahamika kama G7 baada ya Urusi kujiondoa na kupigiwa kura ya kuondoka katika muungano huo wa mataifa 7 yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Sasa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran amesema kwamba tamko la kundi la G7 limepuuza kwa waziwazi uvamizi wa wazi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran pamoja na mashambulizi yake haramu dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya amani katika maeneo ya makazi na raia.
Katika chapisho kwenye ukurasa wa X za Twitter, Ismail Bagai ambaye amesema kwamba tamko la G7 limepuuza kabisa uvamizi wa wazi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran na mashambulizi yake haramu dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya amani pamoja na kushambulia maeneo ya makazi na kuua raia. Bagai amesisitiza kwamba nchi wanachama G7 hasa zile 3 zilizo katika kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zinapaswa kubeba wajibu wao wa kisheria na kimaadili kutokana na kitendo hicho cha wazi cha uchokozi dhidi ya mwanachama wa Umoja wa Mataifa, akisema Israel imeanzisha vita vya kichokozi visivyokuwa na sababu yoyote dhidi ya Iran na kushambulia miundombinu ya nyuklia ya taifa la Irani. Amesema kwamba uchokozi huo ni ukiukwaji wa kifungu cha 2 aya ya 4 ya katiba ya Umoja wa Mataifa na huenda hakiendani kabisa na marufuku ya kimataifa dhidi ya vitisho au matumizi ya nguvu dhidi ya miundombinu ya nyuklia kule nchini Irani. Na kwa mujibu wa Bagai, utulivu wa kikanda unahitajika kusitishwa kwa haraka kutokana na uchokozi wa Israel na kuwajibika kutokana na ukiukwaji wake wa sheria za kimataifa. Amesema G7 inapaswa kuachana na matamko yenye upendeleo na hatimaye kushughulikia kiini halisi cha mvutano, yani uchokozi wa Israel. Na pia tumeona, ukiachilia mbali jambo hilo, mnafahamu Rais wa Marekani bwana Donald Trump ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika ule mkutano wa G7 kule Canada. Sasa bwana Donald Trump ametoa kitisho kingine kule nchini Iran. Anataka mwisho halisi wa mapambano huku Israel na Iran zikiendelea kushambuliana kwa ndege. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na Rais wa Marekani bwana Donald Trump. Niko hivi ni kwamba Rais wa Marekani amesema kwamba malengo yake yanazidi tu kupata makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Jerusalem Magharibi na Tehran, huku hasa makati ya pande hizo mbili ukiendelea. Wakati vita ya Israel na Iran vikiingia siku yao ya 5, Rais bwana Donald Trump wa Marekani amesema kwamba nia yake si tu kusitisha mapigano bali kufanikisha jambo kubwa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuondoka kwenye mkutano wa kilele wa G7 siku ya Ijumaa, Trump alikanusha kuwa anaondoka ili kuendesha mazungumzo ya usitishaji vita na kudokeza kuwa kuna mpango mkubwa zaidi ambao unaendelea. Anasema, nataka mwisho halisi ambapo Iran itakubali kuacha kabisa na silaha za nyuklia, alisema Trump, kwa kusisitiza kwamba Tehran ipo karibu sana kupata hizo silaha za nyuklia. Wakati huo waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu amesema mashambulizi ya makombora ya nchi yake yaliyopewa jina la Operation Simba, ambaye anainuka the Rising Lion, yamechelewesha kwa kiasi kikubwa mpango wa nyuklia wa Irani, ambapo Jerusalem Magharibi inaripotiwa kulenga vituo vitatu muhimu vya nyuklia vya Irani, kituo cha Natanz, Isfahan pamoja na Fordo, ingawa kiwango cha uharibifu bado hakijajulikana. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema kuwa watu wake wasiopungua 224 wameuawa tangu mapigano kuanza Ijumaa iliyopita, ambapo nchini Israel ni watu 24 peke yake ndio ambao wamethibitishwa kuuawa tangu mapigano kuanza Ijumaa iliyopita. Nchini Israel watu 24 wamethibitishwa kwa mujibu wa taarifa kutoka Jerusalem Magharibi. Urusi imelaani mashambulizi ya awali ya anga yaliyofanywa na Israel siku ya Ijumaa na kuitaka hali ya mzozo ipunguzwe, ambapo Rais wa Urusi Vladimir Putin alizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani bwana Donald Trump Jumamosi juu ya namna gani ya kumaliza mgogoro huo. Lakini sasa Rais wa Marekani bwana Donald Trump amesema wa Iran wanatakiwa ujisalimishaji ambao hautakuwa na masharti. Rais ameitaka Iran kujisalimisha bila masharti yoyote, huku mzozo wa kijeshi kati ya nchi hiyo ya Israel ukizidi kupamba moto. Kupitia mfululizo wa machapisho katika mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema kwamba sasa tunadhibiti kikamilifu anga yote ya Iran, na akisema hivi wanahitaji kitu kinaitwa unconditional surrender, kwa maana ya ujisalimishaji usiokuwa na masharti, ambapo rais huyo wa Marekani pia amemlenga moja kwa moja kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, akisema kwamba Marekani pamoja na washirika wake wa Israel wanajua mahali alipojificha Khamenei, na wakasema kwamba yeye kwa hivi sasa sio shabaha, lakini wameongeza kwamba hawatomshambulia kwa sasa, ila subira yao inaendelea kuzidi kupoteza muda wake wa kuendelea kusubiri. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinaendelea katika eneo la Special Military Operation. Kazi yetu iko pale pale tu kuambia hizi taarifa, nyie mnazichakata kwa namna ambavyo zinaingia katika akili zenu, na mwisho wa siku mnajua the real vita ya Iran pamoja na Israel ni nani ambaye anapambana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.